jua haliposimama hakika kuna kitu ambacho umekipokea katika maisha yako. Ile ambao unaenda kupokea kitu kingine. Tafadhali usiondoke kwa hii barabara. Ningependa tu mahali hapo umesimama tu ukafungue kinywa chako ukamwambie Bwana, umemtuma mtumishi wako na sababu mahali hapa, na kwa sababu ya neema imeshuka, sitaki nikaondoke katika mlima wa Mount Tabor bure. Ninataka wewe Bwana kanini nami kupitia mtumishi wako. Mwambie Bwana akisimama kwenye madhabahu haya, hakika neno atakalolizungumza likabadilisha maisha yako, litakuinua kutoka kiwango hadi kiwango kingine. Baba ushie milele, nasimama kwenye madhabahu haya, ninainua jina lako Bwana. Hakika umetenda mambo makubwa tena ya ajabu ambaye hakuna mwanadamu angelitutendea, hata kumwezesha mtumishi wako kufika mahali hapa. Tunajua ni kwa neema yako. Mungu ameninena neno lako, napata neno lako, neno lako achilia maisha yetu Bwana. Tunahitaji kusonga kiwango hadi kiwango kingine. Anaposimama kwa madhabahu haya, acha neema yako iwe juu yake. Neno atakalolinena likabadilisha maisha yetu, na hata kinyume na kila nguvu zote za giza ambazo zinaiba mawazo ya wana. Wakati mtumishi wako anasimama, wasisikilize neno lako. I cancel now in the name of my Jesus Lord. I pray Almighty Father to release your Holy Spirit in this service. Neno la mtumishi wako achilia maisha yetu. Pokea sifa na nguvu ni kwa ajili wewe Bwana umetenda. Nani katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, kila mmoja semeni amen. Amen. Ni wakati nimwalike mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu haya, na kwa ajili anawakilisha mbingu mahali hapa. Hakika Mungu angekuja mahali hapa siku ya leo, lakini amemtuma yeye. Ningependa tu kwa heshima kubwa uandae makofi yako vizuri tu. Nataka tu nikihesabu 1, 2, 3, hata kama wewe ni kiasi gani, ukaruke tu juu kwa ajili ya heshima, na nione makofi yako ya shangwe na vigelegele. Haya, 1, 2, 3, shangwe na vigelegele kwa Bwana. Amen. Let's appreciate our mom. And thank you. God bless you, Mami. Amen. Tunaweza keti. Sasa tuendelee katika maombi ya pili. Kuna maombi kama Maina Paulo wamenena. Sasa nataka kwenda katika maombi ya pili. Maombi hii ambayo tunaenda kushughulikia inaitwa meditation. Meditation ni ile maombi tunafanya tukiwa sasa hapa mlimani. Hii huwezi kufanya ukiwa barabarani, hata ni ngumu sana kuifanya ukiwa the reason why wakati mwingine tunakuja prayer center ndio tuweze kuwa na nafasi ya kufanya maombezi kama haya. Tumetoka mbali na watu, mbali na watoto, mbali na shughuli za kila siku. Tumejitenga kwa sababu hauwezi kukaa katika meditation kabla haujajitenga. Tumejitenga na shughuli za kila siku, tumejitenga na watoto, tumejitenga na waume na wake, ili tuweze kusikia kutoka kwa Bwana. Na maombi haya ni ya muhimu sana, hasa kwa sisi wachungaji, kwa sababu kuna mambo kama 3 nitanena kuhusu maombi haya. Biblia inasema hivi katika Joshua 1, kitabu cha Joshua chapter 1, tutasoma tu pale verse 8. Alafu Gideon unaweza kufungulia Psalm 63, nisome kuanzia 6-8. Psalm 63 for the sake ya kuweza kuokoa muda. Joshua 1, nafikiria tumsamani tumefika hapo sisi wote. Inasema hivi,
Don't let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prospered and successful. Psalm 63, 8 and 9. Nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu, wataitia pande za nchi zilizo chini. Amen. Hapo tunaona ni Daudi akiwa katika meditation. Na maandiko inasema ya kwamba meditate day and night. This book of the Lord shall not depart from you. Haitatoka kinywani chako, lakini tafakari usiku na mchana. Na hili utakuwa mwenye kuadhiri na utakuwa mwenye kufaulu kwa chochote ambacho unaweza kufanya. Wakati mhubiri anapokosa kuingiana katika maombi kama haya, utakuta kwamba atakuwa akimake long decision kanisani. Any wrong decision unaona inafanywa kanisani, ama decision ambayo inasababisha watu watoke kanisa, decision ambayo inafanya kwamba watu unakuta kwamba ni kama hawataki kusikia vile mchungaji anafanya, ni kwa sababu ya kukimbia kufanya any decision na hujakuwa na wakati wa kuwa katika maombezi. And I thank God that muko hapa kwa siku 7 ambapo hamkuli lolote. Hii ndio wakati, kwa sababu kuna mambo mtatoka hapa na kuna decision na kuna vitu ambavyo mtaweka vitabadilisha hatima yenu. Amen. Meditation hii kuna mambo matatu nataka kunena yanaletaka kwa Mungu, so that you see that you have not wasted your 7 days to be here. There, number 1, every time you want to make an important decision, unataka kufanya kauli ambao pale kanisani, pale nyumbani, popote ambapo uko kwa ministry, ni vizuri kwanza kuingia katika meditation. Unakuwa na kipindi kirefu cha kuweza kuwa mbele za Mungu kama umejitenga. It prepares for important decision. Decisions zote ambazo unafanya kanisani zinapaswa ukuwe mtu unafanya maombezi haya ya meditation, kukaa mbele za Mungu. You supplicate before God. Unakaa pale na huyu anasema ninaliwaza neno lako. Ninakaa pale na tafakari vile maandiko yanavyosema, akiwa katika maombi. Hii ni ile maombi tunaombaga tukiwa na Biblia. Unasoma neno la Mungu, unaketi pale chini, unaanza kulitafakari, unaanza kuomba kwa sababu ya neno hilo. Hiyo inakusaidia kwa kufanya kauli. Nataka tuweze kuangalia watu watatu. Mtu wa kwanza tutaangalia ni Yesu Kristo katika Luka 6 na mstari wa 13. So any decision as a pastor unaweza kufanya. Nimesema nitaingia mrengo sana ya wachungaji kwa sababu ni mkutano wa wachungaji, ili iweze kusaidia hata tunapotoka hapa. Katika Luka 6 kama nimepata, Luka 6 mstari wake wa 12 unasema hivi: On this day, Jesus went out to a mountain to pray and spent the night praying to God. Nataka uweze angalia, Yesu alipanda mlimani kama vile tuko kwa mlimani, usiku na mchana akakaa pale akiomba. This is what is meditation. Unakaa pale unaomba, unatoka, unaamka, unalala, unaomba, unasoma lile neno day and night. Alikuwa pale mlimani akiomba, praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, which he also designated as apostles. Hapa tunaona ya kwamba Yesu alikuwa anataka kufanya decision, na ako na wanafunzi wengi. Remember hapo ako na wale the 72, the multitude, wote wako hapa. Na sasa Yesu anataka kuchagua wale wanafunzi 12 aweze kuwafanya kuwa mitume. Is a very important decision Yesu anafanya, ya kuweza kuanoint wale wakuwa apostle. Na Biblia inatuonyesha kwamba akapanda mlimani, akakuwa na maombezi kama haya usiku na mchana, kisha akakuja akaweza kuwachagua.
One of the reason why unakutaka kwamba tunakuwa na shida nyingi hata pale kanisani ni kwa sababu mimi ninapochagua wazee, ninamkaa tu na nachagua wazee. Ama naweza angalia viongozi pale, nachagua viongozi kanisani, ama nafanya decision fulani pale kanisani, na sijakuwa na wakati wa kuweza kuingia katika maombi. Hata kama ni decision ya kujenga, kama ni decision ya kununua vyombo, kama ni kauli ya kuweza kuinua ama kuongoza viongozi, ni vigumu ni mtu anapofanya pasipokuwa na maombi haya ya meditation, ata make a wrong decision, na decision zote mbaya zinatokaga hapo. Na ndio unakuta kwamba mwishowe mtu anapaka decision zinaanza kubomoa kanisa badala zijenge kanisa, zinaanza kuwa za kuzuilia kanisa kwenda mbele badala ya kanisa kuweza kupanuka na kufanya vile Mungu anavyotaka. Kwa sababu kuna important decision ilifanywa na mtu wako na kipindi cha meditation, cha kutafakari na kukaa mbele za Bwana katika maombezi, katika shukrani, katika kusoma na kukaa pale na kungojea Mungu. Watu wanaweza shindwa, mnakaaje mchana mzima mkiomba, mnomba siku moja, siku mbili? Ni kwa sababu tunataka kukaa pale mbele za Bwana, tunataka ule uwepo wa Bwana uanze kufungua mawazo yetu. Hata zile kauli tutafanya na kile chochote ambacho tutafanya, kutakuwa na accuracy katika mambo yale tunafanya, kwa sababu tumepata nafasi ya kukaa mbele za Bwana. Hata hapo ukienda sasa kanisani, uanze kufanya lolote, utakuta kwamba kuna wepesi wa kufanya mambo haya sababu ya meditation. Mtu mwingine tunaweza ona alikuwa na kauli alitaka kufanya, ni mtu anaitwa Joshua 1:8 tumesoma. Mungu akamwambia Joshua, kwa sababu sasa wewe Joshua, Musa amekufa, there is a transition of leadership. Hata transition ya leadership kanisani ama mahali popote, ni vizuri mtu kufanya kukua na meditation, kule kukua na maombi haya ya kutafakari. Unatafakari hili neno na sheria za Mungu ukiwa katika maombezi, unakaa pale unamgojea Mungu, unasikiza kutoka kwa Mungu. Unajua wakati mwingine tunakuwa na kuongea, lakini meditation ni mahali ambapo unaongea alafu unagojea Mungu na yeye aweze kukuongelesha. Unapotulia katika ile uwepo, Mungu anaanza kukuongelesha. It is hard Mungu kuongea wakati wewe unaongea. Maombi ya warfare tunapigana na yale mengine tunaendelea na sio vitu vingine tunafanya, lakini haya maombezi ni ambapo unagojea mbele za Bwana na yeye Bwana aweze kuongea. So there is that time, nimeomba, nimesoma neno na nyamaza na ngojea Mungu. Niko peke yangu, nimejitenga na kila kitu. Hapa ndipo Mungu huongea na watu. Kuna watu wengi huenda kwa mbele za Mungu wanaongea, lakini hawapati nafasi ya kupatia Mungu nafasi ya kuongea. Na wakati unataka Mungu ongee, Mungu hawezi kuongea kwa maombi ya kukimbia ambao tunakimbia ya muda ya masaa machache. Watu wote waliogojea Mungu, Musa alimgojea 40 days. Ukisoma kuhusu mtu anaitwa Elijah, vile inasema kwamba akakaa katika mti wa muolezi, akakaa pale chini, akagojea Mungu, na tunaona alichukua siku kugojea Mungu ili aweze kusema na yeye ampatie decision ile Mungu anataka. So wakati mwingi tunapokuwa katika mahali kama hapa, ndipo Bwana huweza kutuongoza, ndipo Bwana huweza kuweka kusudi lake ndani ya mioyo yetu. Hapa ndipo tunaweza kusikia Bwana anataka nini na maisha yetu. Na tunapotoka hapo na tunaingia katika practice ama kutekeleza yale mambo, tunakuta kuna upendo mkubwa sana. Mungu akamwambia Joshua, ninajua watu wote wanapenda kufaulu katika kanisa. Kila mtu anapenda kufaulu. Hakuna mtu hataki kufaulu kwa kanisa. Lakini akaambiwa kwamba ili uweze kufaulu, lazima ukuwe mwenye kutafakari. You must meditate this word day and night. Kwa hivyo kibarua kikubwa cha Joshua ndiye aweze kuwa successful katika zile vita, ataingia katika ile mijengo, ataingia katika ile miradi kwa kanisani, niweze kufaulu katika yale maono niko nao nataka kuyatekeleza. Utaweza kufaulu kwa kila kitu kwa sababu umespend wakati mwingi ukiwa mbele za Bwana. Watu wengine wanaona kama ni hasara. Sio hasara. Hiyo ndio utaweza kufanya kutekeleza mambo makubwa. Vision yako itakuwa na clarity kwa sababu umespend a lot of time mbele za Mungu. Mungu atakuonyesha vile anavyotaka. Na Joshua kaambiwa kwamba Joshua, ukifanya hivi utakuwa mwenye kuadhiri kwa chochote ambacho unaingia kufanya.
utafanya. So wakati unachagua wazee unakuta unafaulu. Wakati unachukua viongozi wa mama unakuta kuna kufaulu. Wakati unataka kufanya mradi fulani kanisani unakuta unaweza kufaulu. Ukienda Openea unakuta ya kwamba Openea imefaulu mpaka watu wanauliza imefauluaje Openea hiyo. Ukifanya mkutano kunaonekana kuna uadhirifu mkubwa unapatikana. Si kwa sababu una vyombo vizuri, si kwa sababu una waimbaji vizuri, ni kwa sababu umetumia muda katika kukaa pale kwa maombezi. So kwa hivyo kaambia utakapotumia muda mrefu kukaa katika maombezi utakuwa mwenye kufaulu and you will be very successful. Tunaona mtu mwingine ni Esther katika Esther 4, Esther na mstari wa 15. Kuna decision anataka kufanya. Decision hii imebeba maisha ya Waisraeli. Nisipofanya decision hii ni kumaanisha kwamba kuna Waisraeli wataangamia. This is a crucial decision that I want to make in life. Decision hii imebeba the life of the children of Israel. You cannot just wake up mara moja na kuweza kukata kauli na kufanya that decision. Utabomoa taifa, utaharibu makusudi ya Mungu, na wewe sio bora kuliko watu wengine. You didn't deserve it. Not because you are better than other people. It's just favor. Hiyo iweze kupatikana kwa maisha ya mtu, he must spend a lot of time in prayer and in God in meditation. Na that hiyo ndio benefit ya mtu ambao anakuwa kama mwenye kukaa katika maombi na kuwa na muda mrefu kukaa katika maombezi. Mtu huyo anapataga favor anapoanza kufanya mambo yake, kuna kibali kinakuwa kimewachiliwa. So kutoka hapa wengine wenu mtenda na vibali, mtapata kibali mtakaporudi katika makanisa, mtakuta kwamba kuna wepesi ya mambo fulani yanafanyika kanisani. Utakuta kwamba hata unaposimama kuitisha iwe ni sadaka, huyo mtu hata akisimama aseme ya kwamba ni wakati wa kuleta sadaka. Wapendwa, unaona shida tunakuwa nayo ni ya kwamba tunachukua mtu ametoka shughuli zake kila siku, ndiye anasimama pale kusema watu walete sadaka. Mtu ule tunapomleta afanye hivyo hana kibali. Lakini kuna mtu amekaa katika uwepo wa Bwana wiki hiyo, anaposimama na kusema ya kwamba na watu walete sadaka zao, unakuta kwamba watu, kwa sababu kuna ile wamespend wakati mwingi kwa Bwana, unakuta kwamba kuna hiyo favor na watu wanaweza kufanya hiyo. Nimeiona mara nyingi hata kanisani. Wakati mwingine nimechelewa, nimetoka kama Njoro, nimekuja free ya kuhubiri second service, sababu first service nilihubiri mahali fulani. Nikikuja nakuta kwamba nimekuta watu wamechukua sadaka, na nimehubiri, naambia watu nasikia kwamba ni vizuri tufanye love offering kwa sababu ya kitu fulani. Unakuta kwamba tofauti ya ile inapatikana na ile inapatikana sadaka ni kubwa sana. Watu wanasema watu wangeenda tu na hii pesa warudi nayo. Ni kwa sababu walichukua tu mtu, mzee tu amechukua kawaida, wewe ndugu itisha sadaka, wanachukua tu mtu hapo. Mtu ajua ametoka wapi, amekuwa wapi wiki hiyo, amekuwa mahali yoyote, ndiye amekuja tu akasimama, hana favor. Kwa hivyo Esther akasema, because I want to appear before the king, na niweza kufanya petition, naomba ya kwamba tukue na siku 3 za kuweza kuomba, na kila mtu ajitenge. Hata mimi nitajitenga, wafanyikazi wangu pia hata hawa watakula, na nyinyi Waisraeli wote msiweze kukula. Do you see how watu wanakuwa involved? You know why the reason mumeletwa hapa as a whole church? Si kwamba bishop wangu yakuje ombe hapa peke yake, lakini kuna favor inataka sisi wote tuweze kuingia katika jambo hilo. Unaona? Kuna mambo inarequire, kuna vitu tunataka sio mtu mmoja aweze kufunga. Inabeba watu wote. Unasikia Waisraeli vile walikuwa wanasema, hata yule aliolewa jana afanye nini? Atoke kwa nyumba yake. Na kila mtu atoke kwa nyumba yake, hata wenye kunyonyesha watoke. Sisi wote tukuje katika madhabahu tuone Bwana atafanya nini, atatuhurumia. Mfalme wa Ninawi akasema ya kwamba kwa sababu kuna decision hii imebeba uhai wetu kama taifa. Aidha tusipofanya lolote, sisi kama taifa Ninawi yote tutaweza kuisha. Kwa hivyo mfalme aliposikia Mungu amemake decision ya kuwamaliza wote, akaita watu wote, aka-announce, akasema ya kwamba na kuwe na kufunga, tuone ama tutapata kibali kutoka kwa Bwana, na kila mtu asikule, hata watoto wasinyonyeshwe, hata ng'ombe isipelekwe kwa malisho ama kwa maji, hata mbuzi ama punda ama ngamia. Sisi wote
tuweze kuingia katika mfungo na Mungu akiwa juu. Kwa hizo siku 3 walikaa katika meditation, wakiangalia, wakizitubu dhambi, wakiomba msamaha. Maandiko yanasema kwamba Mungu akiwa juu akasikia na akaweza kugairi ile ghadhabu alikuwa anataka kufanya juu yao. Let me say that ya kwamba anybody ana spend a lot of time, no matter how makosa ile anaweza kuwa amefanya, but because of spending a lot of time mbele za Mungu, mtu huyo anapataka kibali. Mfalme huu aliyekuwa watu wa Ninawi walikuwa wapagani, walikuwa watu wa kuabudu sanamu, lakini walipata kibali. Angalia mtu kama Ahab, alikuwa mwabudu wa sanamu, but akaspend wakati mwingi katika maombezi kwa siku 3 na Mungu akasikia. Kwa hivyo Esther akaambia watu ya kwamba we have a decision to make, and this decision itatubeba kama taifa la Israeli. Na akasema ya kwamba nimebeba maisha yangu, kwa sababu jambo lile ninaenda kufanya hakuna mtu anafanyaga kama hajaitwa na mfalme. Kwa hivyo nitaamka niende, nikikufa nifanye nini? Nikufe, if I perish I perish. Lakini akapata favor alipoingia pale, na hakuna na maandiko na sheria ilikuwa inasema kama mfalme hata inua fimbo ya utawala anyoshe mtu huyo, hakuna kingine, ni mtu huyo akatwe kichwa. Sasa that decision you cannot make no umetoka kula ugali. You need to spend a lot of time mbele za Bwana. Yeah? And that's why I thank God for you. I know something has happened in this ministry. Amen. Niliambia Bishop, there's something has happened. Something must happen. Nobody have ever spent time mbele za Mungu. And especially nyinyi mmekuja kama wachungaji wa hii ministry. Amen. Oh my God. Amen. This ministry will live forever. Amen. Maombi hii mnafanya itasababisha huduma hii iishi milele. Amen. Kuna vitu havitaweza kupigana na huduma hii kwa sababu ya maombezi ambayo mnafanya siku ya leo. Kuna vitu Mungu atanyamazisha. Amen. Mungu akanyamazisha hasira yake mpaka John akakasirika, akasema nitafanyika mnabii wa uongo. John alikuwa analilia integrity ya huduma yake, kwa sababu alijua kwamba watu wao wakienda mbele za Mungu, Mungu ni mwenye huruma. Akasema nilijua wakikuomba kwa kujitolea kwa njia hiyo utagairi, na ndio sikutaka kwenda wakati wa kwanza. He knew that ya kwamba nobody anaweza spend uwepo wa Mungu katika presence ya Mungu na remain the same. Amen. So any decision tunafanya kule makanisani, let's have a time to spend before God. Amen. And not only that, hiyo ina silence other zile vitu vingine ambavyo tungepigana navyo. Kuna vitu pengine makanisa yenu, migawanyiko, mipasuko, kuna scandals zingekuwa katika kanisa yenu, lakini zitanyamaza kuanzia sasa because of this invitation ambayo tumekuwa nayo. So it prepares for tough decision in life, and that's why it's very important. Number 2, it develops a close relationship with God. Meditation hiyo, wakati huo mwingi ambao tunakuwa mbele za Bwana, unaweza kudevelop, unakuza uhusiano wa karibu na Mungu. Na katika uhusiano huo wa karibu ambao kila mtu anataka kuwa na uhusiano huo, kuna mambo kadhaa nitanena hapa. Wote ninene mambo kama 3 ambao hufanyika kwa sababu ya hiyo uhusiano wa karibu na Mungu. Number 1, inasababisha tuweze kuconceive. Kuconceive ni kushika mimba. Ni kushika mimba. Leo hii unaweza kuwa umeokoka na unaweza ishi miaka mingi na ukose kushika mimba ya kiroho. Ukose kuconceive. Si kwa sababu umefanya dhambi, sio kwa sababu wewe hauombaji, sio kwa sababu wewe you are not active in the church, lakini kwa sababu haujapata nafasi kama hii ya kukaa kwa muda mrefu mbele za Mungu ndio uweze kudevelop hiyo uhusiano wa karibu na Mungu. Uhusiano wa karibu na Mungu haukuji kwa sababu ninakuja pale kanisani nikaimba ama nikatoa sadaka ama nikafanya mambo mengine. Hapana, unakujaga kwa sababu nimekuwa na wakati mkubwa wa kukaa mbele za Bwana. A time ambao nimespend mbele za Bwana. Na hiyo ndio inasababisha sasa kukua ile tunaita na kizungu intimacy. Mwanamke na mwanaume hata wakikaa kwa nyumba moja kwa miaka yote na wakose kukua na intimacy, uhusiano wa karibu, they can never conceive. Hata kama wana uwezo wa kuweza kuconceive.
wanaweza kosa kuconceive. Sisi wote, every boy can be a father and every girl can be a mother, but kuna vile anaweza kosa kuwa kwa sababu amekosa intimacy. So hata kama ana potential to be a father, lack of intimacy inaweza sababisha akae pasipo kupata mtoto. The same case with a lady. So kwa hivyo hata kama wameoana na wamependana, hata wakisimama mbele za watu unasema tunapendana, huyu nampenda, hata tuitane majina yote ambayo tunaweza itana. Unajua tunasema Mungu ni mtamu, hata watu unasikia wakitana sweetie nini, all those things, hande, huyu ni mpendwa wangu, nampenda kuliko watu wote, sawa. But without intimacy you can never conceive. Amen. So hivyo without that cross intimacy na Mungu kuna hauwezi kushika mimba za kiroho. Na ndio unakuta kwamba wakati mwingi tunaweza ishi maisha kama hayo na tunakuwa na matatizo, tunakuwa na shida. Kwa nini mimi siendeleagi? Kwa nini siwezai kufanya mambo kama wale watu wengine? Ni kwa sababu umekosa intimacy. Na unapopata intimacy ina wepesi wa kusababisha ushike mimba. Unakuta ideas zinatoka. Ideas zinakuja tu zenyewe. Sio hiyo peke yake. Unakuta kwamba kuna mambo yanazalika katika maisha yako kwa sababu ya uhusiano wa karibu na Mungu. Kwa hivyo conception inakosaka kwa sababu watu wamekosa kukua karibu na Mungu. Na ndio Hosea 9 inatuambia vizuri. Inasema ya kwamba hakutakuwa na mwenye kushika mimba katika wana wa Israeli. Hivi tunaweza soma hiyo. Na kama anakimbia na muda, ni vizuri kuingiza points zingine sababu ni tuko kwa prayer. And I'm so excited kwa sababu niko hapa. Hosea 9 video kama umefika. I'm so excited kwa sababu ya kuona ndugu zangu mkiwa katika maombezi. Fika na kuangalia Hosea 9 and read from anzia 11. Naye Efraimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege. Ama tuanze hapo. Tuanze hiyo anza pale. Anza ngapi? Anza 9. Anza 10. Mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani. Nilipata wala ubiri wangu wa vipi. Nami nalimuona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza. Sasa ni Mungu anasema alimuona Israeli, huyo Israeli akamuona akiwa kama rimbuko la kwanza kule jangwani. Wakati wake wa kwanza. Lakini walikwenda kwa Ofeoli wakajiweka utukufu kwa kitu cha aibu. Sasa huyu alipoona na Mungu akaonekana ni mrembo mzuri na Mungu akamkaribia na yeye akaangalia akaona sanamu idol, so worthless idol, akaiendea. Sasa unaweza soma. Wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Sasa tusimame hapo ndio muweze kunielewa. Sasa huyu ndugu ameona sanamu ambao ni kitu bure. Sanamu hii ina macho, haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuona. Ina masikio, haiwezi kusikia. Ina mdomo, haiwezi kuongea. Ina mkono, haiwezi kuokoa. Sasa ameona hiyo, akaiendea. Akakuwa na intimacy na sanamu, bao ya kuchoma. Endelea. Naye Efraimu utukufu wake utarukia mbali kama ndege. Kwa sababu ya hiyo utukufu wake utarukia mbali kama ndege, utafuruka. Uzazi hautakuwako. Hakutakuwa na uzazi, bao iwezi kuleta uzazi. Wala aliye na mimba. Hakuna mtu atakuwa na mimba tu anakuwa hatuna bao. Wala achukuaye mimba. Hakuna mtu atachukua mimba, conception. Wajakolea watoto wao. Sawa, fikatu hapo. Unaweza. Sasa umenielewa. But hiyo ndio inamaanisha intimacy. Na hiyo inatoka kwa meditation. Sasa huyu alipoangalia sanamu, akaiendea sanamu, akakuwa bure kama ile sanamu. Sasa Mungu akasema kwa sababu hiyo hakutakuwa na mtu mwenye kushika mimba. Hakutakuwa na mtu mwenye kuzaa. Hakutakuwa na mtu mwenye kubeba mimba. Kwa
kwa sababu atabeba mimba ametoa wapi? Atashika mimba, atashika kutoka kwa nani? Atashika mimba kutoka kwa nani? Hakuja kuwa na mwenye kuzaa, kwa sababu hakuna mwenye kushika mimba na hakuna mwenye kubeba mimba. Kwa hivyo utukufu utaruka kama ndege. Hakuja kuwa na kurudi. Kurudi ya kila mama ni mtoto. Kila mama, haijalishi ni mrembo kiasi gani, haijalishi ana mali kiasi gani, asipopata mtoto mama hawezi kuwa ametosheleka, hawezi tosheleshwa na mali. Ndio uliona Ana, hata kama alikuwa anapewa double portion, marudufu, hakutosheleka na hiyo. Marekani akamuuliza, mimi si bora kuliko vijana 10 ama 7? Ana akasema hapana, mimi nataka nini? Mtoto, nataka mtoto. Hata kama wewe unataka kwangu, hata kama mimi ndio napataga double portion ya kila kitu ambacho unakuwa nacho, mimi nataka mtoto. That is the glory of every woman. A woman can never be satisfied without mtoto. Mwanaume anaweza tosheleka akipata magari, shamba, ng'ombe, pesa, anaweza tosheleka hata sawa habari ya watoto. Lakini si mwanamke. Sasa unaona huyu sasa, kwa sababu hakuspendi wakati na Mungu, alitoka kwa Mungu, akakosa kupata mimba. Na sisi wakati mwingi watungaji tunatoka kwa Mungu, we move away from God, and when we move away from God tunakosa kupata mimba za kiroho. That's why you cannot get a dream, you cannot get a vision, you cannot get clarity ya vision ambao unataka kuwa nayo. Unataka kuwa na maono. What make a difference kwa maisha ya mtu ni kwa sababu ameshika mimba. Mwanamke akishika mimba, utakuta kwamba kuna mambo yataanza kubadilika kwa maisha yake na kwa mwili wake, kwa sababu amebeba nini? Mimba. Na wewe hivyo kuna mambo, kwa sababu ya kukaa karibu na Mungu, una conceive a dream, a vision, an idea, a career inakuwa conceive ndani yako, na kunaanza kuwa na mabadiliko. Watu wanaanza kuona mabadiliko kwa maisha yako, wanaanza kuona vile unavyo worship, vile unavyoomba, vile unavyofikiria, vile unavyofanya mambo. Wanakuta kwamba mtu huyu amebadilika, ni yule mtu aliyejua, na sio kitu ameongezwa, ni kwa sababu amekuwa na hiyo uhusiano wa karibu, akashika mimba ya kiroho, ikaanza kubadilisha hormones zake. Spiritual hormones za mtu zinaanza kubadilika kama hizi hormones za kawaida. Unakuta kwamba mwili unaanza kuwa na vitu. Unakuta matiti imeanza kuwa na maziwa. Maziwa imeanza kutengenezeka ndani ya mtu kwa sababu ya kile ambacho ameshika, kinaanza kubadilisha mambo katika mwili wake. Hata sisi katika maisha yetu ya kiroho, hivyo ndivyo mambo yanabadilikaga pasipo watu kujua, kwa sababu ya uhusiano wa karibu na Mungu. Wapendwa, what you are doing here inaweza kosa kuonekana, lakini siku zinazokuja kuna watu watakutazama waone ya kwamba na mtu huyu tunaanza kuona mabadiliko katika huduma yake, kwa sababu amepata nini? Kuna kitu amedungwa. You cannot live with God and remain to be the same. Hakuna mtu yoyote walikutana na Mungu akabaki kuwa vile alivyo. You are not exempted, hata hujawatiliwa. Today ukiuliza Bartimayo, atakwambia tulipopatana na yeye na tukawa na uhusiano wa karibu, macho yangu yalifunguka. Yule mwanamke aliyekuwa anafunja damu, kwa sababu ya ule uhusiano wa karibu, akaweza kumuguza, akamuguza. Wanafunzi wakasema, sasa unasema umeguzwa, na watu wanasongomana na kusukumana hapa, tutajua ni nani amekuguza, na kila mtu anasukumana. Akasema sio kuguzwa katika na mkono, nimeguzwa na imani. Faith imeniguza. Na faith iweze kuguza mtu, lazima pawe na that intimacy, that meditation of that word. Ninaweza kaa nimesilence mbele za Mungu, nikitoka hapa nikuwe nimemguza kwa njia nyingine ambayo sio kawaida. Akasema nimesikia virtue, nguvu zimenitoka kwa sababu ya kuguzwa kwa imani. There is intimacy. Na hakuna kitu kizuri kama hiyo, wapendwa. Hiyo ndio tunasemaga katika ministry, mtu ameingia katika pumziko. Ameingia katika pumziko kwa sababu kuna ile uhusiano wa karibu. Hauwezi kung'ang'ana. Hauwezi kung'ang'ana. Unakuta kwamba favor, respect, honor, provision, protection, hizo zinawatiliwa automatic kwa sababu kuna kitu umeconceive. Leo tukitembea
na tumebeba mzigo. Mtu wa kwanza ataweza kusaidiwa ni mwanamke mjamzito. Mtu wa kwanza kuweza kupewa mahali ya kupumzika ni mjamzito. Mimi watatana na mimi useme saidieni huyo mama ni mjamzito. Mtu wa kwanza atakienda kwa laini kusimama, atapata kibali kuliko kila mtu. Watasema huyo mwanamke mjamzito afanye nini? Atangulie kwanza kwa sababu ya hali yake. Na hizo ndio zinakuaga. Mnaenda kwa maombi unakuta kwamba unatangulia. Watu wanashindwa kwa nini anatangulia na tulienda kuombea the same item. Yeye amefanyiwa na wengine tujapata. Mnatoka hapo mnaenda pale pengine mnakuta yeye anafanyiwa kwanza kama kuna pesa na chakula inagawa, huyo mwanamke mjamzito kwanza apatiwe. Unauliza na sikule alipatiwa mbele na huko amepatiwa mbele. Kuna kitu kinaleta favor, kina attract favor, ni kile ambacho ameconceive ndani yake. There is something that closeness with God causes to conceive ndani yetu, kinaanza kuattract favor kwa kila mahali ambapo unaenda. So unakuta kwamba kukubalika na kusaidiwa na watu kufanya kila kitu kwa maisha yako, kuna wepesi mkubwa sana unakuaga na urahisi wa watu kufanyia mambo. That's why meditation ni ya muhimu sana. Na kama kuna kitu shetani anapigana ni watu wakuwe cross na Mungu. Watu wakuwe cross na Mungu. Sababu anajua. Na ndio unaona hata kuja hapa ilikuchukua Siku wengine mlipigana sana. Sasa hiyo presenter hizo siku 6, 7 lazima mlipigana kimawazo. Wale mko hapa ni kushinda mnashinda. I know. Ni kushinda, kuna vitu mlipigana mkashinda. Tu excuse kwa kusema ulikuwa mgonjwa, tu excuse kwa watoto ni wagonjwa, tu excuse kwa kukosa pesa, umepigana nato. Kujiona hapa jipigie makofi. Ndio kwamba kuna vita umeshinda. There is a battle. I know. There is a battle. It's not just it's not for granted. Sio tu ati ni automatic. Kulikuwa na mawazo ambapo mtu alipigana na hiyo mama. Ziweze kupata hiyo crossness. Na shetani huingiza hiyo vita na kusukuma watu na wanaenda pale kwa sababu wanajua kwamba watapata intimacy. Namba 2, kile ambacho tunapataga we are able to know the voice of God. You can never know the voice of God. You unaweza soma, hata nisisome sababu ya muda, lakini unaweza andika John 10:2 verse 2 to 5 na verse 27. Yesu anasema kwamba my sheep knows my voice and they cannot follow a stranger. It is that intimacy na Yesu Kristo lisababisha utaweza kujua the voice of God. Watu wengi tumeitwa na watu wengi Mungu huitana na wanakosa kusikia sababu hawasikii sauti ya Mungu. Kama mtu anaweza kusikia sauti ya Mungu na elewe sauti ya Mungu, mtu huyo anaweza kuwa mtu wa kufanya mambo ambayo yanafaulu kwa njia zote. Yesu anasema sifanyi lolote ila vile nimemwona Baba yangu akifanya, na sisemi kwa shauri yangu mwenyewe, ni kile nimesikia Baba yangu akinena. Na hiyo ilisababisha Yesu akuwe mwadhirifu, akuwe mwenye kuambukizwa kubwa katika dunia, dhati ya kwamba hakuna mtu katika dunia hii amewahi kutembea na ambukizo ambao Kristo alitembea nayo. Hata Korani imekubali hivyo. Nasema kuna mtu alifanya miujiza mingi kama Isa, alimuitaga Isa. Inakubali, haiwezi kuficha miujiza ambao wanaweza kataa si mwana wa Mungu, lakini miujiza ile alifanya hakuna mtu anaweza kukataa kwa sababu iko, it is there, it cannot be hidden. Na anatuambia kile kilisababisha aweze kuwa mwenye kufaulu katika huduma kwa njia hiyo ni kwa sababu alikuwa anasikia sauti ya Baba yake. Na kwa nini alisikia sauti ya Baba yake? Kwa sababu walikuwa na uhusiano wa karibu. Na ndiye nasema sikufanya lolote kwa shauri langu mwenyewe. Sikuamka nikafanya mambo, nilisikia Baba yangu. Nikiponya Batimaya, nilisikia Baba yangu akisema ponya nani? Batimaya. Nikiponya yule mwanamke aliyekuwa anafunja damu, nilisikia Baba yangu akisema dhati ya kwamba fanya hivi. Nikifufua Lazaro, nilisikia Baba yangu akisema fufua Lazaro. Kwa hivyo sikufanya kwa shauri yangu, alijua sauti ya Baba yake. Leo ukijua sauti hiyo, hakuna mambo huwezi kufanya. Chochote utakachofanya kwa mkono wako, chochote utakachowaza kwa mawazo yako, kitakuwa kenye kufaulu na nguvu kubwa sana, kwa sababu unafanya vile Mungu anavyotaka.
there is that will of God over your dream and over that church ambao Mungu amekupa. Iwe na watu 5, iwe na watu 10, iwe na watu 20, utakaposikia sauti ya Mungu, Mungu amesema tujenge, muingie katika mjengo, hakuna pepo itasimama isuilie kujengwa, kwa sababu ulisikia kutoka kwa Mungu. Atakaposema ya kwamba fanya hivi na ukubali kufanya, utakuta ya kwamba kuna kufaulu, hakuna mng'eng'ano, hakuna mng'eng'ano kwa ile mambo unafanya. Wengine wanaweza sema ni luck, wengine wanaweza sema ni your fortune, lakini sio hivyo, ni kwa sababu umesikia Mungu akisema. Na hata wenye kuuza, hata wenye tuko kwa biashara, kama mtu anaweza sikia voice ya Mungu, Mungu atakwambia nunua hii, lete hii, lete hii. Maandiko nasema you hear a voice saying this is the way, walk on this way. Na unafaulu. Wengine wanafikiria ni luck. Sio luck, ni Mungu umesikia sauti yake ukafanya vile unavyotaka. So that is the important ya intimacy, ya hiyo maombi ya kukaa kwa muda mrefu kwa mbele za Mungu. You'll be able to hear the voice of God. Na utakosa kusikia sauti nyingi, maana kuna voice yako inaongeaga. There is your own voice. What will cause you to distinguish your voice and voice of God is that intimacy together with God. Litakusababisha uweze kutofautanisha sauti yako. Na ndio unaona Samuel anapoenda kuweka mafuta kwa nyumba ya Jesse, anaangalia mtu anaitwa nani ndugu ya kwanza? Eliab. Akamwangalia Eliab the first one. Akasema surely this is the Lord anointed. Huyu ndio mpaka mafuta wa Mungu. Alafu Mungu akamnenea, akamwambia Samuel, mimi si mwanadamu niangalie nje, mimi ni Mungu naangalia kwa wapi? Ndani. Na akaweka mafuta ikakosa kufanya nini? Ikakosa kumwagika. Alikuwa amefanya a wrong thing. Hili lisababisha unakuta Daudi anamkuta nabii, anamuuliza ya kwamba nijenge hekalu, anamwambia fanya nini? Jenga. Alafu Mungu anamnenea usiku, anamwambia hiyo ilikuwa ni mawazo yako, mimi sikuwa nataka Daudi ajenge, Daudi hata nijengea. Rudi kwake umwambie kwamba Mungu amesema utafanya nini? Utajenga. Sasa unaona, usipoweza kuelewa voice yako na voice ya Mungu, utakuwa ukifanya mambo unaambia ni Mungu amesema, na kumbe ni sauti yako imefanya nini? Imekunenea. Your voice can speak. And another voice, the voice of the people. Watu wanaweza ongea, pia watu wanakuwa na sauti, na pia kuna sauti ya adui. Shetani anaweza ongea. The devil can speak. Na usipokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, hata wakati shetani amesema utafikiria ni Mungu, na kisha utasimama kwa madhabahu na uambie watu Mungu amesema, na kumbe ni shetani alisema mambo, na ukaharibu church, na ukaharibu kila kitu, na ukisema kwamba nilisikia nini? Nilisikia sauti. So you have to understand the voice of God. Na the voice of God juu ya maisha yako itakuwa ni ile intimacy, ukaribu huo wa kumeditate na kukaa mbele zake kwa muda. Hapo ndipo utaweza kusikia sauti yake ikiweza kunena. Wapendwa, kile kimefanya tufanye mambo na tunasema ni Mungu, ni wakati tumekaa hatujakuwa kwa meditation. Si unaona God alikutwa, hakuwa na nafasi ya kufanya nini? Ya kuomba. Alikata kauli. He didn't make a decision. Yesu anataka kuchagua mitume, anaingia kwa mlimani usiku na mchana, anakaa kiomba ndiye kuja achague aweze kuwapaka mafuta kama mitume. God amekutwa, hakuwa na nafasi ya kuomba. Na ndio nakuta hata wakati watu wanaenda kwa nabii na kuambia kwamba twende kwa ule nabii, na nabii naye anaamuka na anawapatia maneno. Hapo ndio tunakuta tunapeana maneno ya nabii. Wapendwa, hata ukienda kwa nabii, angalia ajiulizaga alikuwa mlimani nini last. Ni kweli? So how do you get to wewe unaenda kukabiliwa na mtu mwenyewe haombai? Anakuwa kwa grupu za kusengenya, anakuwa kwa grupu ya vita, anakuwa kwa michezo. Hujaimuona serious kitu mahali ndiye anakutolea unabii. Unawanda anatoaga ya nani? Anatoa unabii ya nani? So those are the problem. And that's why unakuta kwamba somebody lazima uangalie background yake na prayer life yake, ndio kwamba wanakuwa na Mungu.
aweze kusikia voice ya Mungu. Na hii tunapata kwa sababu ya intimacy. As I continue to wind up, inaletaga kitu tunaita, inawachiliaga that voice inapokuwa ndani yetu. Kuna kitu, when God speak, Mungu, tukisikia sauti ya Mungu tunasikiaga tuko secure. We feel love and secure. Voice ya Mungu inasababishaga mtu asikia kwamba amependeka, alafu ako secure. Secure ni kwamba nina ulinzi. The voice of God. Unakuja kwamba hata ukiwa kanisani, hata kama hakuna pesa, hata kama hakuna watu, hata kama hakuna kitu kinafanyika, hata kama unang'eng'ana, lakini Mungu anakunenea, unasikia kwamba niko secure mahali hapa. Na ndio watu wanakukuta kwa fellowship, haina watu, bado unaamini ya kwamba Mungu anakuja sababu anakuneneaga. Na hakuna mtu atakutoa pale, na hautakuwa na discouragement, hautakuwa na kuvunjika moyo, hautakuwa na kugive up. Utakaa mahali pale, chochote ako tayari kupigana vita, ako tayari kuvumilia, ako tayari kugojea, kwa sababu Mungu ameongea na yeye. Leo director akinipigia aniambia kwamba Bishop utakuja, nimwambie nitakuja, kwa sababu tumesemezana. Ako secure, anasema kwamba hata kama nitachelewa, atasema kwamba mtumishi wa Mungu aliniambia atafanya nini, atakuja. He secure kwa sababu alisikia voice. Lakini kama hatukupatana, bado atakuwa na wasiwasi, kwa sababu juu mtu atakuja ama hakuji. Kwa hivyo tunaposikia sauti ya Mungu na Mungu anasema tuweze kungojea, tunakuwa na uwezo wa kuvumilia. Watu kama Ibrahimu, kile kilisababisha aweze kuvumilia hiyo miaka yote, akijua kwamba I'll be a father of a great nation, ni kwa sababu he had the voice of God. Na Mungu akamwambia Ibrahimu, sio Ishmaeli atakaorithi kutoka kwako, bali ni mtoto atakayetoka kwa viuno vyako. Ibrahimu alingeweza kuvumilia. The Bible says he believed the unbelievable, because they had the voice of God. Mtu anaposikia sauti ya Mungu anaweza amini mambo yale yasiyoaminika, na anapogojea hata watu wakimwangalia wanashindwa ni kichaa, wanashindwa ni kupagao, wanashindwa ni kutuelewa, but somebody has heard the voice of God. Na siku ile alitoka kwa nyumba ya baba yake aende katika nchi asiyejua. Watu wengine walishangaa na Ibrahimu, wakasema ni nini baya na Ibrahimu? Anawacha mahali pana mali, anawacha mahali pana security, anawacha mahali ambapo kuna familia yake, anaondoka kwenda mahali ambapo asiyojua. Leo uko hapa kwa sababu ulisikia sauti ilikuleta hapa. Na ndio unakuja msitu kama huu ambao watu wengi wanaweza kuogopa kuja, ambao watu wengi wanaweza kushangaa amewacha kanisa akaenda kukaa huko siku 7. Kwa nini? You have heard the voice of God. Inaleta security, a sense of security. Hata kama ninayo, hata kama sina, lakini Mungu aliweza kusema. Na hiyo ndio ilisababisha Joshua na Caleb wakaweza kuendelea na wakaambia watu tulisikia. Hili inafanya mitume hata wanapoulio wanaweza simama wakakatwa na msumeno, kwa sababu wanasema kile ambacho tunawahubiria hatupapasi, hatufikirii, hatudhani, ni kitu ambacho tumeshika, tumeona, tumesikia. We have heard from God. So they are not afraid ama wataulio, ama watatengwa na watu, ama watu watawafanya lolote wanataka. They have heard the voice of God. This voice of God, ukiijua, ina uwezo wa kuzalisha ayala kule jangwani. Inapasuaga mielezi ya Lebanon. Sauti hii ya Mungu. Si tukubali kukuwa na intimacy, tuweze kusikia sauti hii, na hakuna kushushika moyo, na hakuna kuvunjika moyo. Tutakuwa secure hata tunapokuwa hata ukikaa kwa kanisa mwaka mzima, ni kanisa kidogo, watu wakwambie hii itakusomeshea watoto, hauna shida. Ni Mungu aliniambia kati ya kwamba hii huduma niendelee nayo. Na kama Mungu amesema, anajua nitakula nini, anajua nitavaa nini, anajua nitatembea namna gani, anajua watoto watasoma namna gani, anajua kesho yangu kuliko vile ninavyoelewa, kwa sababu nimesikia sauti kutoka kwa Mungu. Hata mimi nilipotoka kazi, nilipokuwa mfanyabiashara, nilipoachana nao ni kwa sababu watu wengi walishangaa, wakasema itakuwa namna gani uache kazi nzuri namna hiyo. Lakini Mungu aliniambia kwamba uachane nayo na msipelekane kotini na mtu yoyote, ni mimi nimefanya hivyo. Na that
voice ikanipa security ya maisha yangu. Hata wakati nilisikia sina pesa kwa mfuko, kwa sababu kusikia kutoka kwa Mungu hakumaanishi ya kwamba changamoto hazitakuja katika maisha. Tunaelewana? Majaribu haitafanya nini? Haitakosa kuja, kwa sababu umesikia kutoka kwa Mungu. Itakuja, lakini hiyo sauti ulisikia kwa Mungu ndio inakupatia security ya kuweza kusimama na kuweza kuface zile changamoto na kuweza kuendelea mbele. May the Lord cause us to have intimacy, na ile uhusiano wa karibu na meditation katika maisha yetu, ili tuweze kusikia kutoka kwake anataka nini na maisha yetu. Ibrahimu aliposikia nipatie Isaka, hata hakunegotiate na mtu, kwa sababu alisikia kutoka kwa Mungu. Alichukua Isaka na akaweza kumtoa kama sadaka ya kuteketeza, because he heard from God. Alisikia kutoka kwa Mungu. Daudi alipouliza Mungu, alimwambia Daudi, fuatilia, utarejesha kila kitu. Hata alikwambia wao wake, twendeni, tutaweza kurejesha, hata kama wale wana nguvu kiasi gani, hata kama wana farasi za vita, lakini nimesikia kutoka kwa Mungu ya kwamba tufuatilie na tutaweza kurejesha kila kitu. He had confidence. Kwa hivyo hata sisi makanisani, kile kitatupa confidence ya kuweza kusimama pale hata wakati hakuna kitu kinapatikana, is because we have heard from God. Na leo Mungu hapa, that voice inawanenea, that inner voice itanena kweli, itaweka security kwa maisha yenu. Mutatoka hapa mkiwa na confidence, mutaface mambo na confidence kubwa, mutahubiri injili pasipo kuogopa. Hata wakati hakuna result zinaonekana, you have confidence that ya kwamba God has said, Mungu amesema kwa maisha yetu. Naona muda umekwisha, na ya mwisho hiyo voice ya Mungu inafanya tupate revelation, guidance and encouragement. Hiyo ndio tutasikia guidance ya Mungu. Mungu atakuongoza katika marriage yako, katika huduma yako, katika career yako, popote ambapo uko mpendwa, katika hiyo kanisa ambao Mungu amekuaminia. Utasikia hiyo voice itaweza kukuguide, itakuguide vile utakavyofanya mambo. Na utakapofanya mambo hayo, utakuta kwamba mambo hayo yanafaulu, because there is a voice that is speaking to you, kama vile Samuel alivyoneneo na Mungu. Na hata wakati Saul alisema aliogopa Saul, lakini alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu. Na wakati alimwagilia Daudi, alijua wakati Mungu alimwambia anoint him, mwagilie mafuta, huyo ndio nimefanya nini? Nimemchagua. Anoint him, huyo ndio nimemchagulia. Akimwaga hiyo mafuta, hakuwa na shida, hakuwa na tashishi. Hata wakati Daudi alikuwa anaonekana sio mtu, Samueli alijua kwamba huyu ndio kiongozi wa Israeli. Hata wakati wazee na baba yake walimwambia arudi katika malisho, kwa sababu hawakuona kitu chochote ambacho kinaweza kufanya Daudi akuwe kiongozi. Hakuwa na wasiwasi ndani ya moyo wake, alijua huyo ndio kiongozi wa Israeli. Na si Daudi alikuja kuwa kiongozi, Samueli hakuwa amekosea. Alijua watu watamchagua kwa sababu alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu. Hata watu wangemuuliza, kweli Samuel, huyo si mwanajeshi kama wale wengine? Kama hukuchukua area na ndio mwanajeshi, sasa umemchagua Daudi na ni mtu ambao wako kwa malisho. Sasa uamuzi huo kweli Samueli ni sawa? Lakini alijua. Jehoshaphat akasikia kutoka kwa Mungu, akaambiwa weka kwaya mbele, na akaambia wale watu ya kwamba nina ujasiri ya kwamba vita leo sio yetu, kwa sababu Mungu amefanya nini? Ameongea. God has spoken. When God speaks, it will give us insurance, it will give us confidence, it will give us the ability ya kuweza kuface danger na kuweza kupigana nayo, kwa sababu tumesikia kwa Mungu. Na akaweka kwaya mbele, watu wote wakashangaa, wakasema sasa ni uamuzi gani Jehoshaphat anafanya siku ya leo? Anawezaje weka kwaya mbele badala ya jeshi? Kama jeshi inaogopa, sasa jeshi iliogopa ndio watafute Mungu. Sasa kwaya ndiye anaweka, na siku hiyo wakaona Mungu. Joshua karudi baada ya kukutana na Mungu, akaambiwa kwamba zunguka Jericho mara 7 na jeshi Jericho itaanguka. Akarudi akakuta wanajeshi, akamwambia amkeni sasa, kwa sababu Jericho Mungu nimekupatana na Mungu. Wakaangalia, hakuna kitu Joshua amebeba kwa mkono, hakuna silaha, hakuna bomu, hakuna vifaru wamekuja nazo, lakini Mungu amempatia neno. God will just give you a word, and one word from the Lord, it is enough. Yesu akasema neno moja kutoka kwa Mungu inaweza
fanya mtu aishi milele. Just one word from God. Na hiyo peke yake Jericho akaambia watu twendeni sasa. Kile kilikuwa kimewashangaza, kile kilikuwa kimefanya wakae pale, wakae kwa hema, wakisema hizi kuta zinaweza angushwa na nini? Maana walikaa kwa muda pale, na Joshua kawawacha akaenda kumeditate, kuangalia Mungu. Akasema Mungu umesema hii Jericho itaanguka. In that meditation akitafuta Mungu, Mungu akamkuta pale. Akamwambia zunguka mara 7. Akasema I've got solution ya kuangusha Jericho. Wengine wakamwangalia wakaona lakini solution gani? Akasema Mungu amesema tuzunguke mara 7. The militaries wale wamesoma habari ya jeshi, intelligence yao, wakaangalia wakasema kweli Jericho ianguke kwa kuzunguka. But it's a voice from God. And the voice of God break the cedars of Lebanon. God bless you. Simama kwa miguu yako. Nasema mambo mawili fikishe hapo, that ya kwamba it prepares for an important decision. It develop a close relationship with God. Wale wanataka uhusiano wa karibu na Mungu lazima wawe watu wa kufunga na watu wa kuomba na kuspend a lot of time in meditation, na Mungu ataweza kuwa na uhusiano huo wa karibu utakaosababisha waweze kupata mimba za kiroho, ideas ambazo hazina watu wengi. Kwa hivyo wacha tuende mbele za Bwana, tumwambie Mungu tupatie neema ya kuweza kukaa katika uwepo wako, ya kuweza kumeditate mfalme wa rehema. Give us this grace ya kuweza kuwa katika maombezi na katika meditation katika maisha yetu. Wengi tungependa kusikia sauti yako Bwana, tungependa tunapotoka mahali hapa tukatoka tukiwa tupaja wazito. Maka yanda na baboria Jehova na masika na yanda kinda na baboria shanda. Maka yanda na baboria Jehova na masika na yanda kinda na baboria shanda. Maka yanda na baboria oh shara babosika na ba. Maka yanda na baboria. Wewe endelea kujiwachilia. Ambia Bwana kuna kauli sasa. Wewe ambao Bwana, wewe uliyeniita Bwana, uliyenitoa katika nyumba ya baba yangu. Maka yanda na baboria. Wewe uliyebomoa madhabahu za nyumba za baba zetu. Maka yanda na baboria Jehova na masika na yanda kenda na baboria shenda. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Maka yanda na baboria. We need to make a decision. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Maka yanda na baboria. A decision in our life. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Maka yanda na baboria Jehova rimashakada kenda na baboria shanda. Maka yanda na baboria. I worship you my Father, I praise you my Father, I desire more of you my Father, I desire that deep intimacy with you our Father, that I can conceive my Father. Maka yanda na baboria. Nimetembea na barrenness kwa muda mrefu, nimetembea pasipo kubeba mimba kwa muda mrefu, nimetembea bila kuweza kuzaa katika maisha yangu, katika huduma yangu, katika karia yangu. Maka yanda na baboria. Nina uwezo wa kuzaa mambo itakaobadilisha maisha yangu. Nina uwezo wa kuweza kubeba mimba ya kubadilisha hatima ya maisha yangu. Maka yanda na baboria Jehova na masika na yanda kila na baboria. Kila kilinipiga na utasa ninapigana nacho leo. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Kule kukosa kuwa na uhusiano wa karibu kulisababisha niishi maisha ya utasa katika huduma. Maka yanda na baboria oh shara baboshikana. Maka yanda na baboria. Napigana leo na maroho yote inaonitoa katika presence ya Mungu. Maroho yote inayofanyana ninamie sanamu ninapigana nazo. Maka yanda na baboria. Natamani kukaa kwa uwepo wako, natamani kukaa karibu na wewe, natamani kuwa na uhusiano wa karibu. Maka yanda na
gani hayo yamenisumbua, yamenitoa mbali, yamenitoa katika uwepo wako? Ni mambo gani hayo yamenitoa katika karibu na wewe Bwana? Makayanda rabaporia, napigana nayo, na yanyamazisha leo, na yang'oa katika maisha yangu. I desire to have more of you in my life. Makayanda rabaporia, oh sharababusikada, makayanda rabaporia, Jehovah ramasikala yanda, kindarabaporia. The Bible says, blessed is a man that meditates the word of God. He shall be like a river that will be able to give forth in every season. Our God and our Father, it is meditation that will cause me to give forth in every season of my life. I shall not wither, I shall not dry in any season of our Father. Makayanda rabaporia, oh sharababusikada, makayanda rabaporia. Hata wakati wa ukavu, hata wakati mgumu, hata wakati wa majaribu, hata wakati wa ukosefu, hata wakati kuna vita, hata wakati hakuna chochote, nitaweza kuzaa mazao katika huduma yangu. Makayanda rabaporia. Hata wakati Bwana ninapitia shida, ninapitia mitihani, ninapitia mambo mazito, nitaweza kuzaa matunda katika huduma yangu. Makayanda rabaporia. Napigana na maroho iliyofanya nikuwe na huduma, a barren ministry of our Father. Nakataa. Makayanda rabaporia. Tunapoendelea kuomba mpendwa, nataka ujiombe, useme ya kwamba unakataa kuwa na ministry ambao ni barren katika maisha yako, huduma ambao ni tasa, huduma ambao haina matunda, huduma ambao haina mazao, huduma ambao haibadilishi maisha yako. Anza kuambia Bwana, ninakataa kwa sababu ya kukaa na huduma ambao haina mazao. Nasema ninapotoka mlimani, ninapotoka katika mlima huu, huduma yangu itazalisha, maono yangu itazalisha. I will not walk with a barren vision of our Father. Tunakataa. Makayanda rabaporia. Karia zetu hazitakuwa barren. Tunakataa. Makayanda rabaporia. Hatutakuwa na makanisa tasa. Tunapigana na hiyo maroho inasababishaga kuwe na utasa katika makanisa yetu. Tunanyamazisha maroho hayo. Makayanda rabaporia. Jehovah rimashakada. Makayanda rabaporia. Oh sharababusikada. My God, I desire a cross relationship. I desire to conceive our Father. I desire to hear your voice in my ministry, my Father. Makayanda rabaporia. Natamani kusikia sauti yako. Nakataa kusikia sauti zangu, hazitaniongoza. Sitaongozwa na sauti za watu, sitaongozwa na sauti za watu. Nataka kusikia kutoka kwako. Speak to my life, my Father. Speak to my life, our Father. I open it. Makayanda rabaporia, that you may speak to me, my Father. Ninene katika mlima huu Bwana, nataka kutoka na sauti yako, nataka kutoka na sauti yako. Makayanda rabaporia, niongoze, nielekeze, nipatie direction ya huduma yangu, nipatie direction ya marriage yangu, nipatie direction ya maisha yangu, mfalme wa rehema. Makayanda rabaporia, oh sharababusikada. Makayanda rabaporia. Jehovah ramasikala yanda, kindarabaporia shanda. Our God and our Father, we humble before you, Lord. We surrender before you, Lord. We submit before you, Lord. Lead us, our Father. Lead us, our Father. Lead us, our Father. Makayanda rabapuri. Oh, sharababusikala yanda rabapuri. Makayanda rabapuri yashanda. Jesus. Rima sharababusikala yanda. Kinarabapuri. Makayanda rabapuri. Si tuko hapa utuongoze Bwana, si tuko hapa tusikie sauti yako, tuelewe mapenzi yako Bwana, tuelewe zaidi mito uliyetuita Bwana. Makayanda rabapuri.
mikononi mwako Bwana. Wengi wanatamani kuconceive in this mountain. Our God and our Father, release the grace of conception, our Father, kwa watu wako Bwana. Wacha wabebe mimba za kiroho wanapotoka hapa Bwana. Neema hiyo ya kukawia, ya kuweza kukugojea, our God and our Father, in this mountain, our Father, our God and our Father, I pray for more grace over your people, our Father, as they keep on waiting upon you, Lord. Speak unto them, our Father. One name for Rehema. Give them a solution in their ministries, our Father. Give them a solution in their marriages, our Father. Makayanda Rababuria, Jehovah Ramasika Layanda. Let them conceive an idea that will transform their destiny, that will transform their ministry. Itabadilisha huduma zao. Makayanda Rababuria. The way, my God and my Father, they do ministry, our Father. Wacha ibadilike kwa sababu wamepokea kutoka kwako Bwana. Makayanda Rababuria, Jehova Ramasika Layanda. Wacha wasikie sauti hiyo ikiwaongoza. Wacha wasikie sauti hiyo ikivunja mierezi ya Lebanoni iliyesimama katika maisha yao. Wacha sauti hiyo izalishe tumbo zao ambao wamekuwa na utasa wa kiroho kwa muda mrefu Bwana. Wacha watoke hapa wakiwa na mlipuko. Wacha watoke hapa huduma zao zilipuke Bwana. Wacha watoke hapa wakifanya mambo makubwa. Wacha watoke hapa wakiwa na ideas zitakaoleta mabadiliko. Wacha makanisa yao ibarikiwe kuanzia sasa. Makayanda Rababuria, Sharababushikana, Makayanda Rababuria. Watakaposimama mbele za watu wako, wacha kuanza kuonekana. Wacha manifestation zianze kuonekana. Wacha watembee na kibali kisiokuwa cha kawaida. Sharababushikana. Watakaponena Bwana, wacha kuwe na conviction. Walevi waanze kupokea wokovu. Watu waanze kuingia katika makanisa yao. Pesa zianze kuonekana katika makanisa zao. Wacha kuinuke watu watakaosimama nao katika huduma Bwana. Makayanda Rababuria, watembee na kibali kisiokuwa cha kawaida Bwana. Makayanda Rababuria, Jehovah Ramasika Layanda. Lord, I bless them, Lord. I bless them, my Father. I bless this prayer center, Lord. Let it walk with favor, our God and our Father. Let it give forth, our Father. Wacha kuwe na testimony ya watu waliyepona mahali hapa Bwana. Watu ambao walikutana na wewe, hatima zao zikabadilika Bwana. Watu waliyekutana na wewe wakatungwa mimba za kiroho, and their life and their destiny was transformed forever, my Father. We pray for that presence. We pray for that grace, my Father. In the name of Jesus Christ, our God and our Father, we bless your people. In Jesus' name we pray. Amen. Put your hands together. Amen. God bless you. May you conceive that dream that you may desire kwa muda mrefu. May you conceive today. May you have the grace to carry that pregnancy ambao utatoka nao mahali hapa, because of that close intimacy na Mungu, ya kwamba ile mimba utatoka nao hapa utaweza kuizalisha. May the Lord release the delivery grace, that ya kwamba utaweza kuzaa mimba hiyo, itaweza kuzalika katika huduma yako, itaweza kuzalika katika huduma hii, katika jina la Yesu Kristo. Lord, I thank you. I release your people to you, Lord. I speak a covering over them, Lord. I speak divine protection, Lord. I speak divine covering, our Father, that whatever they have conceived, our Father, they will have the grace to carry the 9 months of pregnancy, our Father, and they will give forth to their destinies, our Father, and their life and their ministries and their churches and their life and their marriages and their children. They will never be the same again, Lord. I thank you for the director of this prayer center, together with his wife, oh dear Father. Let them, Jehovah, be able to carry the full pregnancy, Lord. There will be no miscarriage, our Father, in this vision, our Father. But this vision
transition will give forth to the glory and honor, my Father, of the name of Jesus. Lord, let the destiny helper comes in the life of our Father. Let the bakers, my Father, people that will come to bake this ministry, people that will come to lift this ministry to another level. Oh God of heaven, we release the sponsors, we release the financials of these ministries, our Father. Wherever they are, our Father, we declare they are not going to struggle. Your provision, our Father, will be this place, our Father. And I bless them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit.